Karibu kwenye matangazo ya siku ya leo na asante kwa kujumuika nasi kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa neema ya Mungu tunaendelea kutembea katika ahadi ya mwanzo mpya, tukimwamini kuleta mabadiliko katika maisha yetu, familia, kanisa na jamii kama ilivyotangazwa katika kitabu cha Isaya 43 mstari wa 19. Mwezi huu tunatafakari juu ya uzuri ambao unatoka ndani, roho ya upole na unyenyekevu ambayo inaangazia upendo na neema ya Kristo. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele, kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo thamani mbele za Mungu. Tungependa kuwapongeza na kuwashukuru waumini wote kwa kuitikia mwito wetu wa kuhudhuria mkutano uliofanyika Jumapili iliyopita, almaarufu Annual General Meeting. Tulipata fursa ya kutoa ripoti ya maendeleo ya kanisa la Kisii Town PAG, tukatathmini ubora na udhaifu wa utendakazi wetu na kutazamia kuwa na maono ya kuleta ufanisi siku za usoni. Vijana wote mmekaribishwa katika ibada ya maombi Jumamosi ijayo tarehe 22 mwezi huu kuanzia saa 1 hadi saa 3 asubuhi. Kwa niaba ya wachungaji wetu pamoja na kamati andalizi ya mradi wa ujenzi wa hekalu ya Bwana, The Glorious House of Worship, tunawashukuru nyote kwa kuipa shughuli hii kipaumbele kwa kutenga muda wenu na utoaji wa hela. Mradi huu bado unaendelea. Akiba ya kudunduiza, yani savings account, ina takriban milioni 7 kwa sasa, lakini bado hatujatimiza kusudi la kuwekeza milioni 100. Salio la pesa tunazohitaji kuanza msingi wa hekalu ya Bwana ni milioni 93, lakini pindi tu tutakapotimiza robo 3 ujenzi utaanza. Je, kiwango cha pesa tulizobakiza zitapatikanaje? Tunaweza kufanikisha azima yetu kwa kutoa mchango wa fedha katika muda uliosalia. Kwa sasa tuko tayari kupokea pesa zozote. Tafadhali usione haya kutoa chochote ulichobarikiwa na Mungu. Kidogo kidogo hujaza kibaba. Ninachukua fursa hii kuwakaribisha wanandoa wachanga, yani young couples, ambao uhusiano na agano la ndoa yao limedumu kati ya siku 1, mwezi mmoja na zaidi, lakini chini ya miaka 15. Jiunge na mkutano wa ushauri nasaha umu kanisani leo alasiri kuanzia saa 9:30. Waumini wapendwa, tunatambua juhudi zenu za kuhudhuria mafundisho ya Biblia ambayo hufanyika kila Alhamisi kuanzia saa 11 hadi saa 12 jioni. Lakini hofu ni kwamba idadi ya watu wanaotenga muda wa kuhudhuria ni ya kiwango cha chini mno. Tafadhali wapendwa, tunawasihi weka kusudi la kuhudhuria mafundisho haya kila juma, siku ya Alhamisi, ili tujifunze neno la Bwana, naye Mwenyezi Mungu atatupa hekima ya ufanisi wa masuala ya kiungu. Pia usisahau kuhudhuria ibada ya maombi ambayo hufanyika kila siku ya wiki humu kanisani kuanzia saa 11 hadi saa 12 jioni. Katika sehemu ya utoaji wa zaka na sadaka, unaweza kufuata utaratibu ufuatao. Chaguo la kwanza, tumia programu yetu ya kanisa kutoa mchango wako. Pakua programu kwenye mtandao. Fuata maagizo kwenye menu kisha ukamilishe muamala wako, yani complete the transaction. Chaguo la pili, unaweza kubonyeza nambari *657 *2222 alama ya reli kwenye simu yako ya mkononi. Fuata utaratibu na maelekezo uliopewa kwenye menu. Chaguo la tatu, tunaweza kutoa kupitia nambari yetu ya malipo 698698. Tumia jina lako na madhumuni yako kama nambari ya akaunti. Chaguo la 4, tunaweza kutoa tukiwa kanisani siku ya Jumapili. Tunawahimiza waumini wote kujiunga na vikundi vya ushirika wa nyumbani, yani home cell groups, ili kujenga uhusiano wenye nguvu na kukua zaidi katika imani. Tukumbatie umoja na ushirikiano mwema utakaotuweka imara katika Ukristo. Shukrani zetu za dhati ziwaendee wageni wote waliohudhuria ibada zetu juma lililopita. Asante kwa kukubali ombi letu la kujisajili nasi, kuwa huru kujiunga na shughuli zote na mipango yote ya kanisa letu la Kisii Town PAG. Aidha, tungependa kuwakaribisha wageni ambao ni mara yao ya kwanza kuwa humu. Tunawapenda na kuwajali. Tafadhali wapendwa, kabla muondoke humu kanisani, hakikisha mmejisajili nasi kwa kutupa majina na nambari za simu. Idara ya kushughulikia maslahi ya wageni imeangika hema kando ya lango letu kuu na ina kadi zilizo na nambari za wachungaji wetu. Jihisi huru kuwapigia simu wachungaji wetu wakati wowote iwapo mnahitaji msaada wowote.
Kwa sasa ninalikunja jamvi hili la kukupeperushia matangazo haya. Ninawatakia wiki yenye fanaka mnaporejea kazini na kuzifanya shughuli zote za juma linalofuata. Maulana awe ngao yenu, awape ufanisi, atimize haja ya mioyo yenu na kubariki kazi ya mikono yenu. Asante kwa usikivu mwema. Nimekuwa mtangazaji wenu Naum Nedi. Kwaheri.